hii ni njia ya kipolitical. Sasa mimi na wewe raia wa kawaida hatuwezi kuifanya hii kitu inaitwa political paralysis, kwa sababu mimi na wewe sio wanasiasa ambayo tunaweza sio wanasiasa wa kihalali. Kwa hiyo basi, vile tu serikali haramu na serikali ya kijambazi baada ya kujua kwamba Tundu Antipas Lissu ana uwezo wa kuiparalyze serikali kwa njia ya kipolitical, walijaribu kutoka na roho yake. Lakini Mungu ana mipango yake ambayo mimi na wewe hatuna hekima na macho ya kuona nini kapanga kwa yule jamaa, akamweka hai kwa njia ambayo kibiolojia huwezi kuelezea jinsi gani mtu anaweza kupona kwa risasi zile. Hiyo tunaita ni mipango ya Mungu peke yake. Njia ya pili ambayo inatumika kudondosha serikali inaitwa administrative paralysis. Administrative paralysis maana yake kutokezea migomo, lakini migomo ndani ya utawala. Kwa mfano, tusikie kesho madaktari yote inagoma kwenda kufanya kazi, na walimu yote inagoma kwenda kusomesha, ama polisi seme no, si tunagoma kufanya kazi kwa sababu hela ndogo. Jambo hilo kitaalamu linaitwa administrative paralysis, na linaweza likaiparalyze serikali mpaka ikadondoka. Sasa ndugu yangu, CCM ni watu majambazi sana na wako na experience nzuri sana ya ujangiri. Sasa nini imefanya? Ilichofanya CCM, katika kila idara huwezi kuajiriwa mpaka ukue wewe mwana CCM, mpaka ukue wewe primitive ambaye bado mpaka leo tunatumia science and technology, we bado uko zama za mawe. Sasa wanawachukua wale watu wa zama za mawe, wanawafundisha wimbo wa taifa ya Tanzania, na nafundisha bila CCM hatuwezi kukua, bila CCM ndio kila kitu. Sasa kwa sababu tu zile watu ni primitive, wanawekwa kwa system. Ukiweka watu hawa kwa system, haiwezekani tena kutokezea kitu inaitwa administrative paralysis. Kwa nini? Kwa sababu CCM polisi yote CCM, walimu yote CCM, watu wafanye kazi ya benki yote CCM. Na sio CCM tu, wamepewa na zawadi ya primitive, which is ni kitu kibaya zaidi. Yani unamkuta CCM ambaye ni mjinga. Wako CCM walostarabika kama bwana Arioba na nyingine. Sasa lakini mbaya zaidi ukiwa CCM alafu ukawa primitive. Kwa maana hiyo ndugu zangu, kuiparalyze serikali kwa njia ya political kwa sasa hatuwezi tena. Kwa sababu hakuna chama ya upinzani ambayo iko strong. Wapinzani nyingi imekuwa inanunuliwa, wamepewa hela na wanatumikia shetani kama bwana Makengeza. Na administrative paralysis haiwezekani tena kwa sasa hivi, kwa sababu kila polisi ni CCM, kila mwalimu ni CCM, na sikuwa bado ni CCM kaongezewa na primitive. Sasa ndugu yangu, swali linakuja, ni njia vipi tunaweza kufanya kitaalamu kabisa kwa jambo ambayo imethibitika na wasomi wa siasa, tukaweza kuiparalyze serikali? Njia ya kwanza, tusimwamini mwanasiasa yoyote, kwa sababu hatuko na mwanasiasa ambaye tunaweza kuthibitisha kitaalamu na kiintelijensia kwamba anaweza kufanya political paralysis, isipokuwa Tundu Lissu na bwana Professor Assad na nyingine ambazo mimi sizijui. Na hatuwezi kuifanyia administrative paralysis ile kuiparalyze serikali kwa maandamano ya wafanyakazi, kwa sababu hizo wafanyakazi zote ni CCM. Swali linakuja, tunawezaje kuiparalyze serikali kitaalamu, kiintelijensia na kwa mujibu ya ulimwengu ambayo tunaishi nayo sasa? Njia iliyobaki ni moja tu, ambayo inaitwa public resistance paralysis. Maana yake kwa Kiswahili nyepesi ni maandamano ya amani ya kudumu ya raia wa kawaida ambayo hayana kiongozi yeyote ya kisiasa, hatuna kiongozi yeyote ya dini, hatuna kiongozi yeyote ambayo anatokana na fungamano yoyote ya mambo ya kisiasa. Hii ndugu zangu ndio njia peke yake iliyobakia kwa sasa. Kwa mujibu ya elimu na kitaalamu, tutaweza kuiparalyze serikali, tutaweza kuidondosha serikali.
Lazima ndugu yangu tukue tunaambizana ukweli kwamba tuna muda mchache imebakia. Tuhimizane kwa moyo zetu moja na tumweke Mwenyezi Mungu wetu mbele, na tutumie kila taaluma na knowledge ambayo tuko nayo kuhakikisha kwamba tarehe 9 Disemba 2025 tunafanya maandamano makubwa ya amani yasiyokuwa na kikomo mpaka tu pale matakwa yetu raia wa kawaida yatakapokuwa yanasikilizwa. Kwa sababu hawa jamaa watakuwa wanasikiliza nini tunasema na nini mikakati yetu. Wamefika sasa kutujaribu kutumikiza watu wa masiasa na watu wa madini watujie ili kama kutaka kutuungana na sisi, halafu tukiingia kwa barabara tuulize nini mnataka, halafu wao tu kwa sababu wako ni wanasiasa seme okay, si ni kiongozi, kwa hiyo tutakuja hapa kuongea kwa niaba yao. Nei, mimi nimekuwa makini sana katika kila barua ambayo nimeandika, kutumia balozi zote, kutumia nchi za kimataifa. Nimewaambia kwamba sisi ni wa raia wa kizalendo ya Tanzania ambayo hatuko na fungamano la chama yoyote ya siasa nchini, na wala hatuko kwa movement yoyote nchini. Ndugu zangu, hii ni jambo muhimu sana mkue nayo. Tusije tukakubali kutumika na wanasiasa. Kama wanakuja kwa maandamano yetu, kama kwa lengo yao kutunga sisi mkono, kwa hiyo lazima tutawapa masharti ambayo lazima wabebe bango ambayo ina agenda yetu. Usije pale anakuja na bango ambayo inasema tunataka maridhiano. No, sisi tukusema tunataka maridhiano. Tunataka Samia Suluhu Hassan, IGP, CDF waachie mamlaka haraka iwezekanavyo. Ikiwa hawa jamaa watatujia sisi kwa maandamano yetu na agenda ya aina hiyo moja ambayo tuko nayo, tunakaribisha. Maandamano yetu tunakaribisha CCM. Maandamano yetu tunakaribisha vyama vya walemavu Tanzania. Maandamano yetu tunakaribisha vyama vya wagonjwa wa kisukari Tanzania. Tunakaribisha kila mtu aje kwa maandamano yetu ya amani yasiyokuwa na kikomo, na maandamano ambayo kwa hakika kabisa tutaparalyze serikali. Hiyo ilikuwa njia ya kwanza ambayo nimeona nirejee kidogo kama kutoa elimu, na ikiwa kuna mtu yote ambaye hajafahamu nikistop tutaulizana maswala. Nakuja kwa update ya pili. Ndugu yangu, leo asubuhi katika kuendeleza kuiparalyze serikali, nilikusanya emails za wakuu wa mikoa. Nilitaka ya nchi nzima. Nilitaka namba za simu na email address za wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa mikoa wa polisi, kwa maana ya RPCs na wakuu wa mikoa, emails zao wote. Tukawatumia email za kwa pamoja kuwajulisha juu ya maandamano yetu ya tarehe 9 ya amani yasiyokuwa na kikomo. Email ambayo zimeambatana na onyo kwa polisi kuwaeka wazi kama wasije kajaribu kabisa kuja kuharibu maandamano yetu kwa njia yeyote ile ambayo labda akili zao inafikiria atafanikiwa, kwa sababu tuko na mipango ambayo bado haijaanza kutumika kidunia. Kwa maana yangu tuko na version ambayo Tanzania bado haipo. Ndio tutakuwa mara ya kwanza tutaitumia kujiwekea ulinzi, kujilinda na kuhakikisha tunaiparalyze hii serikali. Sasa ndugu yangu, wakati leo natuma barua kwa sababu tu hawa wajamaa wanakuwa hawataki kujibu yale mabarua yetu na muda mwingine kuyafanya kwa kuyasoma, nikampigia simu nikampigia simu mtu anaitwa msemaji wa serikali Tanzania, Bwana Musimi jina yake, kwa simu ya moja kwa moja. Akapokea, anaonekana alikuwa na heshima, akanambia niko kwa kikao, tuweze kuongea. Nikamwambia hii jambo ni muhimu sana, na ndugu yangu nimerekodi ya mazungumzo yote na nitaplay hapa kwa yote yote musikie. Kwa hiyo tukapokea, akanambia tuweze kuzungumza.
Nikampigia bwana Murilo, akanipa msaidizi yake. Alikuwa kidogo mkali baada ya kumweleza kama tunataka kufanya maandamano ya amani yasikuwa na kikomo na hatukui tayari kabisa muje kutuchezea. Kwa hiyo tunaomba mufuate katiba ya nchi inavyosema, nyinyi jukumu lenu ni kulinda mali za raia na haki zake. Kwa hiyo kama mnakuja muje kutulinda na mali zetu, masimu yetu ambayo tutakuwa tuna record ya kuwe salama. So ikiwa mtarizia ni play hizo voice musikie, okay, mimi niko tayari kufanya hivyo ili muone jinsi gani tuna paralyze serikali, tunaingia kwa mwili, tunajaribu kuingia kwa mwilini yao sasa. Ikiwa mnataka hivyo nitaendelea. Play kaka, play. Okay. Okay, ni siku nyingi na naona watu wana comment kwamba hawataki maneno mingi, anataka nilete point, ndio vile naogopa nisije nikakera watu, kwa hiyo samahani. So hii ilikuwa nadhani ya Murilo, kama mnasikia. Hello. Habari afande. Habari. Salama tu. Kwa tunaongea na afande Murilo. Ongea na msaidizi wako. Aha, mtu gani tunaweza kupata nafasi ya kuongea na afande Murilo? Yuko kwenye meeting kidogo. Aha, ni muda gani kutoka sasa tunaweza kuwapigia tena? Na anaongea na nani kwanza? Unaongea na mimi ni Mtanzania, lakini kuko na taarifa ambayo tunataka kumfikishia afande wetu Murilo, na kwa sababu ya usensitive wake, kama kiofisi ni nini? kwa sababu ya unyeti ya taarifa, ndio tunaomba mawasiliano naye kwa moja kwa moja. Okay. Ni jambo la kiofisi. Ndio. Ni kama jambo la haraka unaweza ukasema. Na kwa sababu ya unyeti tunahisi ni muhimu sana kumfikia yeye, kama utaweza yaani unyeti ndio maana mimi nipo. Ndio maana unaona naongea mimi kwenye simu sasa hivi hapa. Ndio. Vinginevyo liwe labda la private, lakini kama la kiofisi ni jambo unaweza ukasema litafanywa kazi. Asante sana. Niambie. Asante na nakushukuru sana kwa kukubali kulisikiliza. Unaongea kutoka wapi kwanza? Mimi ni Mtanzania na tuko wapi? Unanisikia? Unaongea kutoka? Tunaongea kutoka Tanzania. Niko Tanzania hivi sasa. Tanzania sehemu gani? Dar es Salaam. Sehemu gani Dar es Salaam? Unanisikia? Nimestopisha kidogo hiyo kimuuliza unanisikia, kwa sababu nilikuwa najaribu kutafuta jina ya mji ya Dar es Salaam, kwa sababu sijui majina mengi. Tunaendelea. Nakusikia. Dar es Salaam sehemu gani? Sasa tuende kwenye taarifa kwanza ama vipi? Sawa, ndio maana nataka kujua upo sehemu gani. Okay, niko Dar es Salaam, mji inaitwa Kawe. Ndio. Kwa sasa hivi hivyo ni taarifa ninaweza nikakupa kuhusu mimi. Sawa ni. Vipi, unaniruhusu kuendelea na taarifa? Endelea. Okay, kwanza tumetuma emails kwa njia ya fax kwa bwana Murilo leo asubuhi kama masaa mawili iliyopita, na pia tulituma makao makuu ya polisi, lakini ilikuwa tunamfikia yeye muhimu zaidi kwa kumpa hii taarifa ya email rasmi ambayo tumeweza kumtumia. Kwa hiyo nilijulishwa kwamba ninatakiwa kumpigia simu kwa mazungumzo zaidi kidogo, na ndio maana nikampigia. So basically baada ya kutuma email kwa sababu nadhani amekuwa anaona tutakuwa tunaogopa, wakaniambia tafadhali tupigie simu, kwa sababu ya ile email nilivyowaeleza hiyo barua ilivyofika leo, wakataka lazima niwapigie simu. Ndio niamwambia hapa kwamba nyinyi mmeniambia niwapigie, ndio nimepiga. Okay, kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni email ya taarifa rasmi ambayo ya kumjulisha RPC Murilo juu ya maandamano ya tarehe 9 Disemba 2025, kama kuijulisha jeshi ya polisi juu ya maandamano hayo,
lakini pia ilikuwa email na taarifa nyingine tuliwapelekea pia TLS, Tanganyika Law Society, kwa ajili ya kuweza kuambatanisha kwa polisi hizo email zote mbili ili tuweze kupata jawabu ya haraka. Ndio hasa taarifa inahusu hivyo. Okay. Sawa. Sawa. Unasema email umepata? Tumewatumia email polisi tayari, tumetuma email makao makuu ya polisi tayari, na pia tumetuma email TLS tayari kuomba kuleta taarifa rasmi polisi, kwa sababu tunaofahamu kwamba jeshi la polisi mna wajibu wa kulinda raia na mali zetu. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kuwajulisha juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo pia tumealika mashirika ya kimataifa kuja kufanya uangalizi wa maandamano hayo. Na hiyo ndio email ambayo na pamoja na fax ambayo tumewaletea polisi. Lakini kabla sijaendelea zaidi, nilikuwa umeniambia wewe ni msaidizi wa RPC Murilo. Unaweza tafadhali ukaniambia pia jina lako ni nani, ili kwa reference tu nijue ni nani nilikuwa naongea naye? Okay, sawa, vizuri. Kwa sababu hiyo nani tunasema ameandika kwa barua. Ndio. Kama ni barua basi majibu yatapatikana. Ya, asante sana. Unaweza pia ukaniambia ni nani nazungumza naye? Ulivyo iwakilisha basi na majibu yatakuja hivyo hivyo kama ulivyotuma. Aha, kwa njia ya maandishi umekusudia? Tunasema umetuma kwa njia ya maandishi. Ndio, tumetuma email kwa njia ya maandishi, lakini pia mnaweza mkayaweka majibu wazi kia kama jeshi la polisi. Najua mnafanya hivyo, lakini kwa reference vituo vipo, ofisi zipo. Aha. Nasema upo Kawe, ofisi zipo. Unaweza kuwakilisha pia. Ofisi zipo. Ananiambia vile huko Kawe, anataka niende Kawe anishike. Sasa mimi siko Kawe, huyu jamaa sijui anajua anaongea na mtu wa aina gani, akili yake anajaribu kutega. Ndio tayari nilivyokuambia nimewasilisha makao makuu polisi, nimewasilisha kwa RPC Murilo, tumewasilisha barua nyingine Ikulu ya Tanzania na makao rasmi ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo naamini taarifa zimefika, lakini hii simu ilikuwa kama kujaribu kusisitiza ili kupata jawabu la haraka kutoka kwa jeshi la polisi juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo. Majibu yatapatikana kama ulivyotupa. Aha. Basi tutashukuru sana kama majibu mtatupa kwa haraka. Oh, kakata simu. Oh my God. Ndugu zangu, samahanini kama nimekuwa napoteza muda sana ku play hizi sauti za hawa jamaa, lakini nikiwaeleza maana halisi ya kuparalyze serikali ni hii kitu ambayo tunamaanisha. Na hii ndio inakuwa inaonyesha kwa jinsi gani tupo serious katika juu ya maandamano tunayafanya. Ndugu yangu, bado unaogopa nini kutoka tarehe 9 Disemba 2025 wakati sasa mpaka jambazi Murilo tumempigia simu peke yake na amethibitisha kwamba atatupa majibu? Lakini kesho kama hajatujibu nitampigia simu tena na tena na tena. Tunataka majibu kabla ya Jumatatu au yashanipa jibu ya haraka sana kwamba watakuja kutulinda raia pamoja na mali zetu. Hii ndio jawabu tunaitaka. Tuweze kuiweka public ili kusudi akiwa mtu yoyote ambaye bado akona hofu ajue kwamba mbinu tunayotumia ni mbinu ambayo government ya Tanzania hawawezi kabisa kufikiria ni nini hasa, ni wapi hasa tunapita. Kwa hiyo ndugu zangu, tumepiga pia kwa Ikulu Tanzania leo, na wakati nimepiga zaidi ya mara 9 ikakuwa simu haipokelewi, baadaye ikapokelewa na mtu wa Ikulu Tanzania. Pia iko voice, nikamwambia kama tumeleta barua tarehe fulani na tulitarajia itakuja jawabu ya haraka, lakini bado mpaka sasa haijakuja jawabu. Akanambia sasa wewe umeleta Ikulu haifanyi kazi, kwa hiyo utaratibu wewe unafanya
haiwezi kujibu hivyo unataka, lakini vile umeleta na kuhakikishia taarifa yako imejibiwa na tumeanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo kama unataka maneno mengine, mastori mengine, tunaweza tukazungumza. Nikamuomba basi, nikamwambia kwa vile mimi ni raia Tanzania, nilikuwa naomba uarrange appointment ya kuongea na rais kwa simu moja kwa moja. Najua ni mtu yuko busy, ili ni kwa kuhofia, najua kama mtu kaisoma barua hajamueleza kwa uzuri, ninaomba umpe simu, niongee naye, nimpe mataarifa kwa uzuri na kwa heshima, kwa nidhamu. Yule dada akakata simu bahati mbaya, jambo ambayo imeumiza sana moyo wangu, lakini ndio jambo ya mapambano, na tumemrekodi pia, tutaweka pia. Lakini tumeongea pia na makao makuu ya polisi. Kwa hiyo kama mlivyoisikia, polisi Tanzania imesema barua imefika, imewafika wenyewe na watatujibu. Jukumu la kuwasukuma wajibu kesho siko nalo tena peke yangu, mko nayo yote. Lakini kwa ile polisi ambayo iko hapa, tafadhali msije mkaenda mkanitafuta Kawe au mkaenda mkapiga mawatu Kawe, itakuwa ni jambo la dhambi sana. Sasa kabla sijaingia kwa mikakati mingine ya kuwa paralyze wa jamaa, ningeomba kunyamaza hapa kidogo kusikiliza ni nini hasa mko na maswala ama maelezo kidogo, ili nijue kwamba tunakwenda sawa. Ni hivyo. Kwa nitanyamaza kidogo. Asante. Safi sana, bonge ya nondo hizo. Hizo ndo nondo tunazitaka sasa. Hizo ndo nondo sina. Unasikia? Mmesikia wote chini. Unasemaje mamkwe? Alisema na voice mbili, hiyo nyingine iko wapi? Bado sana amesema anapumzika kwanza kidogo. Bado vitu bado vipo. Tulieni mkao wa kula huko chini huko. Pigeni makopa ya kutosha. Pigeni makopa ya kutosha ili nini? Wasiikate live. Piga makopa ya kutosha huko. Piga makopa ya kutosha. Nitakaribisha maswali. Tutaanza na wewe kwanza Malcolm hapo. Kama una swali sema kabisa. Kama una swali sema kabisa. Kaka Sama, unaweza kuzidisha watu nyingine iko chini. Naona kuna mtu anaitwa someone Juju na nyingine anasema hako na maswala. Tafadhali tupandishe tuweze kupushi jambo, lakini mambo zetu iko vizuri kabla hatujaingia kwa awamu ya pili ya taarifa. Kwa pandisha watu tuwasikilize na yao kidogo. Samahani. Naomba ili niliingilie. Naomba kaka Sama, kwa sababu mtu akipanda 4 watatu wote aulizi kwa pamoja, yeye anaulizwa moja moja. Kwa naomba pandisha mtu mmoja aulize swali lake, niliandike pembeni, ashuke tupate kama watu 5. Baada ya hapo fungue mic ujibu watu 5, lakini watu wasijazane hapa juu, wana control live, tutashuka. Pandisha moja moja na andika swali pembeni. Asante sana mama mkwe kwa busara zako na hekima zako. Ndio maana tunapenda uwepo wako hapa, uzidi kutupa maarifa. Asante. Okay. Uporoto, karibu. Uliza swali hapo. Swali langu linaenda kwa huyu jambazi Mlilo. Je, kama hawatajibu hiyo barua mpaka siku ya tukio, kitatokea nini? Okay, liandike mama mkwe hilo, swali la kwanza hilo. Abid nadhani umelisikia, liweke pending. Okay, subiri. Basi uporoto shuka. Rudia swali lako uporoto. Nimeuliza hivi, je, kama itatokea jeshi letu la polisi halitajibu hiyo barua mpaka siku ya tarehe 9, nini kinafuata? Okay, limeeleweka hilo. Okay, uporoto unaweza ukashuka. Alafu nini maana ya uporoto? Uporoto ni kijiji ninachotoka. Safi kabisa. Okay.
Kwa hiyo shuka hapo apande mwingine. Mtu mmoja karibu. Mtu mmoja uliza swali. Mimi nilikuwa nataka kuuliza kuhusu ile nani yake ya pili alosema anataka kuongea, alipiga Ikulu, anataka kuongea na mheshimiwa. Mtu mmoja. Yep. Uliza swali kwenye aliyokwisha ongea. Hiyo amesema ameweka pause afu ataendelea. Yaani uliza, cheza hapo alipojadili. Alipojadili hapo na barua ya TLS, aliongea na mfaidizi wa Mlilo, kaongea na hiyo elimu aliyoitoa ya kuhusu aina 3 za kuidondosha serikali. Hebu egemea humo, unaweza ukapata swali kwenye humo. Basi ngoja nimwachie mtu mwingine, maana yake hapo sina swali, nimeelewa kila kitu upande mwingine. Nashukuru. Nishushe. Okay, poa. Jamani, ukipanda kuuliza swali, uliza swali kwa aliyoyaongea. Ulizeni swali kwa aliyoyaongea. Karibu Twa. Asante chief, mimi nimepanda na maoni yangu, sijapanda kuuliza swali. Unaweza ukaacha hata maoni, sio mbaya. Karibu. Asante, sinaweza nikatoa maoni yangu. Ndio tunakusubiri. Asante. Kwanza mimi niwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, na kumekuwa kuna maneno mengi sana ambayo yanazungumzika ya kejeli juu ya kile ambacho kimefanyika siku ya tarehe 29 na kile ambacho kimepangwa kufanyika siku ya tarehe 9 Disemba. Lakini pia nimpongeze Abili. Abili amefanya kazi nzuri sana ya kutoa elimu, lakini elimu yoyote ambayo itatolewa kwa vijana lazima wamilikishwe huu mchakato kwamba Tanzania itakombolewa kama ambavyo walifanya tarehe 29, ndivyo ukombozi wa Tanzania uko mikononi mwa vijana wa Tanzania na Watanzania wote. Hakuna mtu ambaye atafanya kazi hii kwa niaba ya mtu mwingine. Majukumu ya kuikomboa Tanzania yapo mikononi mwetu sisi wa Tanzania. Kwa sababu nimemsikiliza leo rais haramu wa nchi, rais ambaye hakuchaguliwa na mtu yoyote, rais ambaye anajua uchaguzi wa tarehe 29 ulivurugwa, lakini leo amesema kwanza vijana ambao walifanya vile walifuata mkumbo, inamaanisha hawajui walichokifanya tarehe 29. Pili, anasema atachunguza kile ambacho kimetokea tarehe 29. Hizi ni dharau. Kwa hiyo watu wote ambao mnasikiliza, ukisikia dharau kama hizi, inakupaswa upate hasira na nguvu ya kusonga mbele. Kwa hiyo Tanzania ina makundi mengi kama ambavyo mmesema. Kuna makundi ya TLS. TLS ni chama cha wanasheria Tanganyika Law Society. Kimefanya kazi nzuri, hata zile kesi za watu 600 ambao walikamatwa siku ya tarehe 26. Chama cha wanasheria TLS kilisema kimewapatia mawakili waende wakasimamia hizo kesi. Lakini leo Rais Samia anaingilia mahakama, anasema watu waliopewa kesi za uongo wasamehewe. Yaani unatengeneza tatizo, unakuja kutatua tatizo, alafu unataka usifiwe. Hii ni changamoto kubwa sana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kaka Abili, kadri ambavyo unazidi kutoa mada zako, ni vema ukawaelekeza Watanzania pia wewe wanaelewa namna ambavyo watu wanaweza wakatengeneza tatizo alafu wakaja kuonekana kama ni mashujaa, kwa sababu mwanzo kabisa wakati wanaua watu walikamata watu wakapewa kesi za uhaini. Yaani leo waje waachiliwa kina Nifa, kesho usishangae Nifa akaachiliwa akapewa kamera kwenye makamera akaja kumshukuru mheshimiwa rais, na Watanzania waliokuwa na vichwa vya kuku wengine wakaamini kama hilo ni jambo jema sana kuliko mauaji. Sisi tunataka tuambie miili ya Watanzania ambayo ipatikane ameipeleka wapi. Pili, tunataka tuambie ni kwa nini aliwaua Watanzania walioandamana tarehe 29. Tatu, tunataka turudishie mateka wote aliowateka. Yaani wale ambao wamewateka ndio watakuwa wajumbe wetu muhimu sana kwenye meza ya maridhiano. Kama amewaua
hayo maliziano hayatakuwepo. Tuleteeni wakina Deosoka, mlete Mdude Nyagali, mlete Humphrey Polepole, mlete Shadrack Kichaula, watu wote aliyowateka walete. Hao ndio sisi ni watakuwa wawakilishi wetu sisi kwenye meza ya maliziano. Wale ambao wameuawa ni wajumbe muhimu kwenye meza ya maliziano. Kama hao watu hawatapatikana, hatuhitaji maliziano, tutaitafuta Tanzania yetu kwa nguvu yetu, kwa mikono yetu. Tarehe 9 Disemba hakuna wa kukaa ndani. Kila mtu ukikija hapa, ukipata elimu yoyote ambayo inatolewa hapa TikTok, nenda kamwambie shangazi yako, mwambie mjomba wako, mwambie mdogo wako, mwambie mama yako, mwambie baba yako kwamba tarehe 9 tunakwenda kuidai Tanzania yetu. Haikufanyika uchaguzi, kile ambacho tulikianza tarehe 29 Oktoba tunakwenda kukimalizia tarehe 9 Disemba. Hii kazi ni ya kila mmoja wetu, sio kazi ya Abili, sio kazi ya Sama, sio kazi ya Mwaipaya, ni kazi ya kila Mtanzania. Kama hautakuwepo, wasapoti watakao kuwepo. Kama unaumwa, sisi tutawakilisha wazee, wagonjwa mahututi mahospitalini na wale waliopigwa risasi tarehe 29. Hao ndio tutawakilisha, lakini we mzima hautawakilishwa na mtu yoyote. Toka kitandani, kemea rushwa, kemea dhuluma, chukia, mwambie ndugu yako. Bila kufanya hivyo, kile kilichofanyika tarehe 29 kitaendelea maradufu kwenu, kwa sababu hawakuishia tarehe 29. Sasa hivi bado wanaendelea kuteka. Wamemteka mlinzi wa Mheshimiwa Tundu Lissu Hangaya. Mlinzi namba 1 wa Mheshimiwa Tundu Lissu ametekwa baada ya tarehe 29. Mlinzi namba 1 wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ametekwa. Inamaanisha kile kilichofanyika tarehe 29 hawajalizika, bado wanaendelea kuteka vijana, wanateka wazee, bado wanaendelea kunywa damu ya Watanzania. Hii haitakubalika, haiwezi kuwa mwisho. Hatuwezi kunyamaza, hatuwezi kuacha, hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kupiga magoti kwa serikali hii ya sasa. Na watu watambue madai yetu sisi ni nini. Tumeuawa tarehe 29 kwa sababu ya kutaka matokeo ya rais yapingwe mahakamani. Hiyo ndio sababu ya kuua vijana wetu. Samia aliua vijana wetu kwa sababu walidai mfumo huru wa uchaguzi. Wamekufa kwa sababu ya kutaka matokeo ya rais yapingwe mahakamani. Vijana wetu wameuawa kwa sababu ya kutaka tume huru ya uchaguzi. Vijana wetu wameuawa kwa sababu ya kupigania ajira kwa vijana. Vijana wetu wameuawa kwa sababu ya kutaka mchakato wa uchaguzi uwe mikononi mwao. Wao wana uhuru wa kumchagua diwani wanayomtaka, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wanaomtaka, mbunge wanayomtaka na rais wanayomtaka. Vijana wamekufa kwa sababu hiyo. Hiyo sababu haikupaswa kuwa sababu ya vijana wetu kufa, kwa sababu walikuwa wanapigania haki na waliimba kwenye maandamano yao, tunataka haki. Hiyo haikubariki kwa lugha yoyote ile, na hatuwezi tukazungumza tena lugha nyepesi na lugha nyororo. Mapambano ndiyo yatatupatia Tanzania. Tumeomba wakati mwingi, anazungumzia leo maliziano. Sisi Chadema na CCM tumefanya maliziano mwaka mzima. Tumekaa vikao Ikulu Dodoma, tumekaa vikao Dar es Salaam, sisi na Samia. Baada tu ya Samia kuapishwa, Chadema na Samia tumefanya vikao vya maliziano mwaka mzima. Tumepeleka mapendekezo yetu, tume huru ya uchaguzi iweje, tunataka katiba mpya iweje, nani ashirikishwe, nani afanye nini. Tumepeleka maoni yetu kwenye meza ya Samia. Leo hii sisi tunaandika barua pia tunampelekea Samia kumjulisha. Sisi tumeandika mapendekezo, alisema mwenyewe, ametwita kwenye kikao cha maliziano mwaka mzima. Hajakubali pendekezo hata moja. Teki, Kanisa Katoliki liliandika mapendekezo, tume huru iweje, iundwe kwa muundo gani na kufanya rejea ya nchi mbalimbali. Kanisa Katoliki teki limepeleka kwenye meza ya serikali, hawakuchukua pendekezo hata moja. Shura ya maimamu wa Kiislamu
walipeleka mapendekezo kwenye meza ya Samia, tume ya huru ya uchaguzi iweje, isimamiwe na nani, iwe ya namna gani. Samia na serikali yake hakuchukua pendekezo hata moja. Kanisa la KKT, rejeni kwenye mitandao ya kijamii, nendeni YouTube, lilipeleka mapendekezo tume ya uchaguzi iweje, iundwaje, isimamiwe na nani, kwa mchakato gani. Rais Samia hakupokea pendekezo hata moja. Leo hii anajitokeza, anataka maridhiano, anasema amenyoosha mkono wa maridhiano. Huu ni ushenzi na ushamba tunaletewa Watanzania. Hatutakubali, hatutapiga magoti. Njia zote za mazungumzo za mezani tumezipitia, hiyo serikali haisikilizi mtu yoyote. Sasa hivi tunakwenda kwenye njia ya mapambano, nife mimi, ufe wewe, afe mama yangu, afe mdogo wangu. Tanzania mpya tutaipata kwa mapambano mezani. Kalamu haiwezi kutuletea Tanzania ambayo tunaitaka. Ipo siku sisi tutawaita wao, tutawapangia pa kukaa. Leo wanatupangia tukae wapi? Tukae magereza, tukae nyumbani, tukae kabulini. Ipo siku sisi wananchi tutampangia Samia na serikali yao wakae wapi? Wakae magereza, wakae hospitalini, au wakae nyumbani kwao Kizimkazi. Asante sana. Okay, asante sana jamani, hayo ni maoni yake bwana Mwaipawa. Mpaka dakika hii tuna swali moja. Tutakaribisha maswali kama mawili afu tutaendelea na Nabi, kwa sababu kidogo Twaha, kama hauna dharura ya kushuka, naomba ukae hapo hapo ili watu wako wasome ikiwa hapa juu, watu wazidi kufika. Yaani usishuke na maanisha. Nani kawasha? Karibu Nuruvazi. Bwana, shukrani sana. Na ila lakini nipo haujakaa vizuri bado. Hapa nasikiliza. Okay, wewe yuko kazini. Dayona, karibu ulize swali. Nakaribisha maswali mawili tu, alafu baadaye akijibu yatakuwa matatu, baadaye tunaendelea. Karibu Dayona, una swali? Shaweka kikombe. Ndio, ni swali. Sijui kama mimi niko updated ama niko nyuma. Nilikuwa nauliza zile barua ambazo zimetumwa kwenye mashirika ya kimataifa, kuna any feedback ama mtazamo wako vipi? Hiyo tu ndio nilikuwa nauliza swali hiyo. Okay, swali nzuri. Yeah. Alafu pia nilikuwa ni maoni ama ni kitu ambacho nilikuwa napendekeza kiongelewa. Naomba urudie hilo swali niandike. Na nilikuwa nauliza zile barua zilizopelekwa kwenye mashirika, je, zimeshajibiwa? Okay. Alafu pia na situation inatokea leo ya Samia, mimi simwiti rais, Samia kutoa hiyo speech ya sijui nini na nini. I think pia ningependekeza kutokee barua muhimu ya kupeleka kwa hizo mataifa ya haki za kibinadamu kwamba huo uchunguzi usifanyike ndani ya tume ya Samia, kwa sababu at some point tume anayoitengeneza ikianza kufanya investigation hewa itazuia mataifa kuja kufanya uchunguzi wao. That's my opinion. Okay, swali zuri kabisa, nimelipenda. Safi kabisa, bonge la swali. Okay, tutalifanyia kazi hilo. Kwa hiyo Dayona nakushusha. Ya, hamna shida, asante. Okay, nakaribisha swali la mwisho, baadaye atajibu. Bado tutaendelea, baadaye atauliza tena. Kuna huyo anaitwa Mdete. Karibu Mdete, uliza swali. Habari zenu, natumai mko wazima. Swali langu ni barua zimepelekwa pia kwenye hizi taasisi za kidini au hazijapelekwa? Kama hazijapelekwa, ningependekeza pia
taasisi zote za kidini hapa nchini zipewe Subiri kwanza. Mbona tena unaanza kujibu? Umeuliza afu unaanza kujibu tena. Hebu subiri. Wewe umeuliza alafu tena unaanza kusema kama hazija nisikilize basi, nisikilize kwanza. Pandisha mtu mwingine. Nani unasema? Pandisha mtu mwingine. Yeah. Mkwe kwa kweli. Sababu kauliza kuna barua imepelekwa, anauliza hataki kujijibu. Aulize kwa nini anajijibu. Aulize akae kimya. Anafafanua hapo. Sasa nini maana kupanda? Okay basi. Ngoja nipandishe mwingine wa mwisho. Yebes. Karibu Yebes. Naona inakata kiuno tu nani internet yake. Yebes karibu. Ongeza sauti. Okay safi, karibu. Mambo vipi? Poa kabisa. Jamani makopa huko mmepunguza. Watasepa na live. Uliza swali. Ndio haki kweli kwa kwenye kesi kama hizi? Sikuelewi. Hebu uliza. Nauliza vipi? Unahisi ikija tume kufanya uchunguzi wa haki, je, itatenda haki? Sasa hiyo si inategemea, sasa ndio subiri majibu. Kwa sababu nasikia bosi wangu, kwa sababu kesi kama hizi zinakuwa nyingi sana Afrika, lakini na kwa mwisho siku ndio hivyo tu, haki lakini amechero kinachofanyika jamani. Sasa tatizo mnapanda tena mnauliza maswali mnaanza kujibu tena. Hata ieleweke. Kaka Sama. Jamani ukipanda hapa uliza swali alafu uliache lijibiwe. Sasa wewe unauliza unaanza tena kulijibu. Ina maana umekuja kama kusanya. Ninaomba uliza swali. Kaka Sama naomba ninatoka kidogo, nitarejea muda sio mrefu. Okay Mwepaya, haina tatizo. Asante sana kwa Asante sana. Predator uliza swali. Mkiuliza swali, uliza swali alafu uache. So ulianza kulifafanua tena. Okay, mimi swali langu ni dogo. Maandamano yetu ni maandamano ya mega protest, kwamba ni maandamano soko na kikomo. Sasa tukiandamana tarehe 9 Disemba, swali langu linakuja hapo kwamba tutaendeleza tarehe 10 tarehe ngapi, au tutasubiri tena muda mwingine tufanye tena, sababu tunaweza tukafanya tarehe 9. Sikiliza. Umeshamaliza swali. Sasa unataka kulijibu tena. Umeuliza swali, ishia pale atajibu anayejibu. Sasa ukija kuuliza na kulijibu ina maana haina haja ya kupanda. Umesema maandamano yatakuwa tarehe 9. Je, yatakuwa endelevu? Right. Kwa hiyo basi wewe kaa chini usubiri majibu yako. Basi yametosha hayo maswali. Yaandike yote, nadhani na yeye yupo Nabil. Kwa hiyo tutamkaribisha Nabil ajibu. Okay, asante kwa ile watu kwa anauliza maswala. Kwa upande yangu naona maswala nyingi imewekwa ni mazuri sana. Na tunaweza kuwa tunasaidiana katika kujibu. Lakini pia kabla sijajibu naendelea kuhimiza juu ya kuweza kuvumiliana kwa ile mtu ambaye anauliza. Tukue watulivu na tuoneshe upendo kwa kila mtu anakuja juu anauliza swala, ili tuweze kwenda sawa. Sasa swala ya kwanza kama nimeiandika kwa ufasaha, imekuwa inakuja inasema ikiwa Murilo na watu zake ikiwa hawatojibu hawa polisi barua zetu, ni nini kitafanyika? Kama nimefahamu sahihi.
Okay, ninachosema ni hivi. Tumeandika barua kwa Murilo na makao makuu ya polisi Tanzania na tukawapigia simu. Mimi naamini kabisa kama hawa watu hawawezi kutupa majibu hata kama wameahidi, na kwa raha zenu mwasikia pale akisema kwamba atatujibu kwa maandishi. Lakini naamini kama hawataweza kutujibu vile sisi tunataka. Hiyo kitu iko very clear. Lakini ndugu zangu, naomba kufahamisha kitu. Hii maandamano ya kudumu yasiyokuwa na kikomo ni maandamano ambayo lengo lake kuu ni kuhakikisha serikali inadondoka. Serikali inadondoka permanently ili tuje tupate serikali nyingine. Kwa hiyo ndugu yangu, hii vita inataka ukuwe una macho makubwa sana ya kiintelijensia ya kuweza kuangalia kila jambo kupitia kitu inaitwa 3 dimensions. Mimi ambaye nimeandika sitarajii kujibiwa wala siku na raha kama anijibu vile yeye peke yake anataka. Lakini tunafanya kitu inaitwa reference. Tunaweka kumbukumbu, tunaweka taarifa zetu, tunaweka taarifa zetu sawa. Kwa sababu maandamano ya mwanzo sisi tulikuwa tumeandamana, tumeitwa sio raia Tanzania. Ikaja tena tukaambiwa wahuni. Ikaja tena tunaambiwa watu ambayo hatuko na fikra. Tukaitwa majina ile wewe ambayo unajua si peke yetu imekuja kwa juu yetu. Sasa ndugu yangu, tumejifunza kupitia kosa ndogo ambayo tulofanya safari ile iliyopita. Hii voice ya msaidizi ya Murilo, barua zote tulopeleka polisi na Ikulu ina kitu inaitwa reference number ambayo tumeisajili rasmi. Na hizi barua zao zote na ushahidi zao za voice kwamba tumewataka watimize jukumu yao ya kikatiba kuja kwa maandamano yetu kwa lengo la kulinda raia na mali zake, na tumejitambulisha kwa ufasaha kwa njia ya maandishi na kwa njia ya simu na kwa fax na kwa barua ya maneno kwamba sisi ni raia wa Kitanzania ambayo ni wazalendo na tunafanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo. Hii ni ushahidi zidi yao. Hii ni ushahidi kwamba sisi ni raia, sisi ni wema, na fujo yoyote ambayo inakuja haihusiani na sisi ambao tumejitangaza. Kwa sababu wako na barua zetu rasmi na wamekiri na mpaka simu tunawapigia. Kwa hiyo wao kujibu kwao ama kuto kujibu sio kitu ambayo jukumu yetu. Sisi jukumu letu kuijulisha. Wao jukumu lao kufuata katiba. Ni vipi kufuata katiba? Na wasihi sana polisi tarehe 9 Disemba waje waungane pamoja na mashirika ya kimataifa ambayo yatakuwa na sisi kwenye maandamano. Waje tupatie ulinzi yetu mpaka tukifika viwanja ya Ikulu. Waje tupatie ulinzi sisi pamoja na mali zetu. Gari zetu, simu yetu ikuwe salama wakati tunaandamana, kwa sababu hii ni jukumu ya polisi la kikatiba. Kwa mujibu ya katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jukumu kubwa ya polisi ni kulinda raia na mali zake. Sasa kwa vile tu wasikuja wakasema hawalikuwa hawajui sisi ni nani ama sisi ni majambazi, tuko na ushahidi zao. Tuko na ushahidi wa sauti zao, tuko na ushahidi wa kuwapelekea barua na wamekiri kama wamepokea na watatujibu kwa maandishi. Hii ndugu yangu ndo maana ya kuliangalia jambo kwa 3 dimensions. Ili nikufahamisha nikisema uliangalia jambo kwa 3 dimension nini inamaanisha. Ni hivi, unapoingia kwa mitandao unaweza kukuta namba 6, mtu mmoja akasimama huku anaiona kama 6 na mwingine akisimama huku anaiona kama 9. Sasa polisi tunawapa 3 dimension, tunaweka juu waione kama hii ni 6. Hatutaki wakwae upande wa kule watuone sisi 9 kumbe ni 6. Kwa maana siku zote wanatuita si wahuni, majambazi, tunafuata mkumbo. Sisi sio watu wa kufuata mkumbo. Sisi ni watu tunajielewa na tunajua nini tunafanya na tuko well connected. Ndio maana tumethubutu kupeleka barua kwa desk ya Ikulu ya Rais. Tumepeleka barua kwa makazi rasmi ya Rais wa Tanzania, Ikulu ya Dar es Salaam. Tunajua Ikulu ya Dar es Salaam ni makazi rasmi na ofisi kwa Dodoma. Tumetuma hizo barua kote. Barua ambazo ziko na reference number na tunawapigia na simu kwa kuweka ushahidi. Hii ndugu yangu, ikiwa hofu yako ama unakuwa unatamani
watujibu kutuambia kama tutafanya. Sio kitu ambayo tuna umuhimu nayo sana. Tutakachofanya, tutawasukuma watujibu. Nitahakikisha hii barua zinamfika kaka yetu Nurvas pamoja na Voice, kwa sababu Mungu amempa kitu ndani yake ya kupigana kwa nguvu yake yote juu ya jambo kama ndugu zetu wengine anafanya. Tuwapush, kesho tutawatag kwamba mumetuahidi kwa voice zenu kwamba mtatujibu kwa maandishi. Tunaomba mtujibu hayo kwa maandishi kwa haraka sana. Na Murilo hawezi kusema kama hajambiwa. Tumepiga simu namba yake rasmi, tumetuma barua na msaidizi yake kasema kapokea, na voice tumeplay ya bwana Murilo. Kwa hii ndugu yangu ndio lengo yetu. Swali la pili aliuliza Abil kidogo nikukatishe. Hiyo voice utakapompa Nurvas utajitahidi sana zimfikie na Mange ili waziposti zote, kwa kuonyesha kwamba maandamano yetu wamepata taarifa nayo, ili nadhani Nurvas anaweza akamtumia Mange au Maria Sarungi hivyo tu. Okay, ni wazo zuri. So swali la pili imeuliza na ndugu yetu Dayun. Naona ni swala zuri sana, na Mungu aendelee kukubariki ndugu yangu Dayun kwa kukuweka kwa upande wa haki. Hii yote ni dalili kama Mungu bado anakusukuma, spirit yako anaisukuma uje uungane na sisi tupiganie pamoja nchi yetu. Tunakushukuru sana. Ameuliza swala, je, ni tumepata jawabu kwa mashirika ile 5 ya tunaomba tuletee usimamizi mpaka sasa? Jawabu ndio. Tumepata jawabu kutoka kwa International Committee of the Red Cross, na jawabu tu walotujibu kwa mapenzi ya Mungu. Pia wameomba wameniambia kwamba mapema wiki inokuja kuanzia Monday wataandaa interview ambayo tunaweza kafanya kwa njia ya Zoom na maofisa wa International Committee of the Red Cross kujadiliana rasmi ni juu ya hii maandamano yetu ya amani isiyokuwa na kikomo, na wao watatueleza maoni yao nini juu ya hii mpango. Peke yangu ninajaribu kuwatumia emails watu nyingine ili tu wakuwe na mimi wakati tunafanya hii interview na hawa International Committee of the Red Cross, tuweze kueleza zaidi, na nitaweza kufungua milango muweze kupendekeza mtu gani hivi unaona tunaweza tukakuwa nao. Tunaamini wiki ijayo, hawajaniambia siku gani, ameniambia mapema early next week watanitumia mwaliko rasmi ya kufanya nao interview juu ya mastori yetu. Na mimi naweza kataa kujua si ni nani, ikiwa tumesajiliwa rasmi ama sivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kaka yenu, uwezo wangu wa kuzungumza ni mdogo sana. Kwa hiyo mnaweza mkapendekeza mtu yeyote ambaye nyinyi peke zenu mnamwamini, lakini asikuwe mwanasiasa, akuwe na sisi wakati tunahojiana na watu wa International Committee of the Red Cross. Jawabu ya pili, ndugu yangu Dayun, tumepata kutoka OHCHR, na wametujibu kwamba barua yetu imepokelewa kwa heshima, kwa maana ya kwamba tutapata jawabu nyingine kutoka kwao soon. Baada ya kuwa Bekiri wamepokea barua yetu na labda nasoma na nafanyia kazi, watatupa jawabu. Lakini ile tu baada ya kupata hii barua, siku ya ile ya pili yake, hawa OHCR katika shirika ya United Nation walitoa tamko la wazi kwamba wanataka uchunguzi wa wazi ufanyike, na najua nyote mumeona baada ya kupeleka ile barua na kunijibu. Baada ya kunijibu kama amepokea, tukapata jawabu la wazi, na naamini utarudi tena. Kwa hiyo hiyo ndio maswala Dayun ningependa kukujibu. Ni kama utapenda na wewe kukuwepo siku tunaongea, ama ikiwa watu watawapendekeza, okay, we can do that. Tutashare hiyo link ambayo wataleta hiyo mwaliko. Swali nyingine ukasema kama ni mama mke, unaweza ukaisoma kidogo, itakuwa vizuri. Hii swali ya pili ya Dayun. Hilo la pili sikulizingatia. Kama Hamasa unaweza kukumbuka.
Yani sikuandika. Okay. Okay, ninavyokumbuka Dayuni aliuliza swala kama nadhani kuhusu swala ya tunawatumia barua mashirika ya mataifa tusije tukaruhusu waachie Tanzania ifanye uchunguzi yake, kwa sababu tu ile ikifanya uchunguzi na ikakuja na jawabu itablock taasisi nyingine ikuwe inaweza kufanya uchunguzi. Ndugu yangu Dayun, nashukuru sana kwa upeo wako mkubwa ambao Mungu amekujalia, na Mungu akuhifadhi sana. Mimi peke yangu nimeliona hii jambo na nimeshaifanyia kazi tayari, japokuwa kuna awamu ya pili ya kutoa updates ambayo nitaizungumza, lakini nitakujibu hivi kidogo uweze kufahamu. Dada Dayun, tatizo ambayo imetokea Tanzania tarehe 29 Oktoba 2025 kitaalamu inaitwa Holocaust. Kwa maana yake ni mauaji ya kimbali. Mauaji ya kimbari kwa historia ya ulimwengu imewahi kufanyika nchi chache sana, ikikuwepo Rwanda. Na nchi zote ambayo imefanyika mauaji ya kimbari haijawahi kujichunguza yenyewe. Zinawekwa taasisi za kimataifa ziwe zinaweza kuifanyia ule uchunguzi uweze kufanyiwa. Haiwezi mauaji ya watu 10,000 yakachunguzwa na vijana primitive ambayo iko polisi ya Tanzania. B, Rais Samia peke yake, hivi tunazungumza Dayun, yule ni mtuhumiwa. Anatuhumiwa na Watanzania, na Watanzania washapeleka habari International Criminal Court. Tumempelekea habari mahakama kuu ya wahalifu wa dunia nzima. Tayari technically Rais Samia Suluhu Hassan ni mtuhumiwa. Tangu lini mtuhumiwa akajichunguza yeye peke yake kwa raha zake? Wapi umeona? Huyu mama asimsiruhusu kuwa anacheza na akili zenu. Rais Samia na watu zake hawa ni watuhumiwa, kwa maana ya kwamba kuna mamlaka ya kisheria kwa automatically yanaokwama, hawako nayo tena. Samia yeye ndio mtuhumiwa namba 1 kwa sababu yeye wakati haya mauaji yanafanyika alikuwa Commander in Chief Armed Force. Yeye ndo alikuwa amiri jeshi mkuu, ambayo kauli yake yeye ilikuwa inafuatwa na CDF, kauli yake yeye ilikuwa inafuatwa na IGP, kauli yake yeye ilikuwa inafuatwa na DGIS ambaye ni mkurugenzi mkuu ya usalama taifa, kauli yake yeye ndio ilikuwa inafuatwa na Ikulu, kauli yake yeye ndio ilikuwa inafuatwa na taasisi zote ambazo ziko chini ya serikali. Kwa maana yangu kwamba mauaji ambayo imefanyika Tanzania, mfanyaji mkuu wa yale mauaji ni Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio mfanyaji mkubwa, kwa sababu kauli ya rais ni amri kwa mujibu ya katiba ya Tanzania. Kauli yake ni amri. Akitoa tu kauli kama leo Habila kufe, tayari inatakiwa vyombo zake zinitafute mimi ziniue. Kwa hiyo kauli yake ni amri. Rais Samia Suluhu Hassan ni mtuhumiwa wa raia wazalendo wa Kitanzania. Tunamtuhumu kwa kosa ya kwamba ya kufanya mauaji ya kimbali katika nchi yetu, na tumepeleka malalamiko yetu International Criminal Court nchini Netherlands kwa sababu tu ya kuambia huyu mtu tunamtuhumu, na tunaisukuma mahakama hiyo ikuwa inafanya uchunguzi ili kusudi ikuweze kumfungulia file rasmi ya kumshtaki mtu huyu ambaye anashtakiwa. Tangu lini umeona akaweza yeye peke yake kujichunguza? Wapi umeona leo wewe umekamatwa, umepelekwa polisi kwa shida ya wizi, unafika polisi unasema okay, mimi peke yangu nitajichunguza kama niliiba ama sijaiba? Hii yote inaonyesha ni jinsi gani Dayun, na kuomba unisamehe kwa kutumia hii lugha isiyokuwa na heshima, ni jinsi gani Rais Samia Suluhu Hassan ni primitive. Najua neno primitive ni kauli isiyokuwa na nidhamu, na naogopa sana kukosea nidhamu mtu ambaye katuzidi umri, lakini kiuhalisia hakuna neno jingine tamu tunaweza kumpa kama huyu mtu sio primitive. Kwa hiyo dada yangu Dayun, kuna jitihada mbadala ambayo tunatakiwa sasa hivi tuzifanye kuhakikisha kwamba haya uchunguzi haiwezi kufanyika. Na jitihada hiyo ambayo nafanya kesho nitaambatanisha
kwa reza zenu kura za Watanzania. Tayari hiyo kitu nishafanya, lakini nitaikamilisha kesho. Tunapeleka barua, japokuwa najua haitakuwa na mamlaka ya moja kwa moja, lakini napeleka barua sehemu 3 za kuomba uchunguzi ya Tanzania, uchunguzi ambayo Rais Samia kataka ifanyike, isimamishwe mara moja. Barua hiyo nimeshaiandaa pamoja, iko na ushahidi, lakini niko kwa hatua za kumalizia. Kesho ndugu yangu, Mahakama Kuu Tanzania pamoja na Bunge ya Tanzania pamoja na Scotland Yard ya Uingereza tutapeleka taarifa ya kutaka uchunguzi juu ya mauaji imefanyika Tanzania ifanywe na taasisi ya kimataifa, na katika mapendekezo yetu tutaiweka Scotland Yard ije kuchunguza ni nani hasa kamtuma muuaji, na muuaji katoka wapi na kwa nini kaua vile, na je alikuwa ameuliwa alikuwa ni Mtanzania ama alikuwa Mrwanda ama alikuwa Mganda, na kama alikuwa ni raia sio wa Tanzania, je ni haki ama sheria gani inaruhusu raia alikuwa wa kigeni akiingia kwa nchi yetu apigwe risasi ambayo anatakiwa auliwe tembo dume? Watatueleza Scotland Yard. Tanzania